Mtazamaji wa Suma Media, karibu kwenye mbilinge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu. Naenda kuzungumza naye mambo mbali kuhusiana na mchezo wa Machi moja. Tayari kila kitu kwa asilimia kadhaa kimekamilika. Tunaona jopo la waamuzi watakaoiongoza hiyo mechi tayari lilishatangazwa na tayari lilishaanikwa kwa mashabiki na wapenda soka. Kwema. Salama vipi? Mungu anasaidia. Mungu anasaidia bwana. Leta maneno. Tuanzie hapa kwa waamuzi. Mara baada ya waamuzi wa mchezo wa Machi moja Young Africans dhidi ya Simba Sport Club kutolewa hadharani, kumekuwa kuna maneno mengi sana, hususan kwa upande wa pili, Simba Sport Club wakiamini wale waamuzi ambao waliotolewa mara nyingi sana maamuzi yao yanakuwa sio sahihi kwa upande wao. Waamuzi umewaona? Waamuzi nimewaona. Waamuzi wa dabi ya Kariakoo ambayo inafanyika Zanzibar wametangazwa asubuhi ya leo, na TFF nimeona pia listi ya waamuzi ambayo imewekwa pale, majina ya waamuzi ambao asilimia kubwa hawajawahi kuapia kwenye dabi. Waamuzi kama Nasoro Mwenchui kutoka Tanga, mwamuzi wa kati huyo ambaye amekuwa akichezesha tu ligi na timu za kawaida sio dabi, lakini pia mwamuzi msaidizi Kasim Mpanga wa Dar es Salaam, lakini pia Hamdani Saidi kutoka Mtwara, mwamuzi namba 2, na mwamuzi wa Akiba Ramadhani Kayoko ambaye muda mrefu sana hakuweza kupangiwa dabi mara baada ya kuvurunda mechi ya Simba na Yanga, ile ambayo Simba alifungwa goli nyingi zaidi, na mechi ya sasa ni Israel Mujuni Mkongo. Sasa nimeona malalamiko ya watu wengi wakizungumzia kuhusiana na Nasoro Mwenchui kwamba hii dabi hawezi kuichezesha kwa sababu dabi na pressure, lakini pia hajawahi kuchezesha dabi kwa miaka hivi karibuni, na pia amekuwa na makosa mengi pia kwenye ligi. Msimu jana alichezesha mechi 7 za Yanga mfululizo na aliingia kwenye records ya waamuzi ambao walichezesha vibaya, na alikuwa akijadiliwa sana. Hata kipenga cha mwisho niliona ndugu yangu Osman Kazi bado alikuwa na lawama zilikuwa kubwa sana kwake kama alikuwa na upendeleo kwa Yanga, lakini bad enough msimu jana alisimama pia kati kwenye mechi za Simba kama mechi 5 mfululizo na bado Simba alishinda. Kwa hiyo amekuwa na makosa yake ambayo ni kutokuwa haraka kwa kufanya maamuzi pale ambapo timu mchezaji anaotea kwenye offside, pale anaweza akaua offside, lakini pia kuna muda goli linaweza likafungwa la offside akalikubali, lakini kutokuwa na maamuzi ya kadi pale ambapo mchezaji fulani kafanya makosa, viatu vimepigwa sana na vitu kama hivyo. Lakini ni maamuzi ambaye yuko smart kwa sababu ukikompea mazuri yake na makosa yake, mazuri ni mengi kuliko makosa. Yani hiyo ndio faida alionayo, na ndio maamuzi pekee ambaye mpaka sasa hivi hajawahi kufungiwa. Yani kwa miaka hivi karibuni hajawahi kuingia kwenye records ya waamuzi waliofungiwa, tofauti na waamuzi wengine ambao wamekupita kama kina Ahmed Arajiga ambaye ndo anasifiwa maamuzi bora kwa sasa, kashafungiwa mara kadhaa. Lakini pia tumeona kina Eri Sasi wamefungiwa kutoka kifungoni juzi. Kayoko mwenyewe alifungiwa mara baada ya dabi ile, ndo ameanza kurudi sasa hivi. Kwa hiyo bodi ya ligi na kamati ya waamuzi sana hili inayohusika ni kamati ya waamuzi. Kamati ya waamuzi kupitia kwa Nasoro Hamdun, mwenyekiti Nasoro Hamdun, wao ndo wameona kwamba sasa hii mechi apewe mkongwe Nasoro Mwenchui kwa sababu hana makosa kama waamuzi wengine, hana makosa kujirudia na age yake wameona kwamba ana busara na hekima, pengine inaweza kampelekea akachezesha vizuri hiyo mechi kutokana na pressure ambayo tayari imewekwa. Sasa mashabiki wasimtoe Nasoro Mwenchui kwenye mchezo, wamwache kwanza asimame kwenye hiyo mechi, alafu tuone kama ana mapungufu yake, hapo ndio sheria zitafuata mkondo wake. Lakini kama atasimamia sheria dakika 90, akasimamia sheria 17 zile zote, Nasoro Mwenchui anaweza akasema yeye anataka staafu vizuri, hatataka kuingia kwenye huo mkumbo miongoni mwa waamuzi ambao wamekuwa wakitupiwa lawama na wakichukiwa na mashabiki mara baada ya dabi kuisha. Na yeye akisimamia sheria vizuri, na mimi naweza akachezesha dabi vizuri kuliko waamuzi wengine ambao wametokea. Unaliona hilo wewe Mwenchui kuhimiza pressure ya mchezo huu wa Simba dhidi ya Young Africans ambayo tunajua kwenye soka letu hili waamuzi wamekuwa wakilalamikiwa sana. Unaliona ile kwenda kuhimiza pressure? Pressure ipo, pressure ya dabi ni kubwa sana, lakini ameshakuwa kwenye game muda mrefu sana, anawajua wachezaji, anafahamu wachezaji ambao anajua kulaghai, anajua wachezaji ambao wanacheza fouls nyingi, anawafahamu, na ndio maana amepewa. Na hadi kuona kamati ya waamuzi na kai inampatia, tayari alishajiridhisha kwamba huyu sasa ana deserve kwenda kuchezesha dabi kutokana na
uwezo wake alionao kusimama kwenye mechi. Ni kweli mapungufu waamuzi wanayo, lakini wanapima mapungufu alionayo na yale mazuri ambayo huwa anayo ni upande upi umezidi. Wanagundua kwamba ni mwamuzi ambaye amekuwa akifanya haki kwa asilimia kubwa. Yale mengine ni changamoto ndogo ndogo ambazo huwa zinatokeza kwa mwamuzi yoyote. Na watakayelaumu ni watu ambao watakuwa wao ni kazi yao ni kulaumu, kwa sababu waamuzi alishakuja hadi nje, lakini bado Simba alipoteza. Hakuwahi kushinda mechi karibia 6 mfululizo dhidi ya Yanga. Waamuzi walikuwepo wa ndani. Watalaumu nani? Arajiga. Simba bado hajapata matokeo kwa Arajiga. Yule Jonesi Yarukia, watu walikuwa wanamweka na elementi za uyanga, lakini Yanga amekuwa akipasuka akichezesha Jonesi Yarukia, lakini amekuja pale Kayoko, ndio hivyo tena ikatokea Elisasi hivyo. Kwa waamuzi wote ukisema hawafai kwenye ligi yetu, ina maana hawataweza kuchezesha dabi, kwa sababu mwisho wa siku lazima tutaanza kutegemea waamuzi wa nje. Lakini walikuja wa Misri, bado Simba alifungwa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri nguvu kubwa iwekezwe zaidi uwanjani, waache waamuzi wafanye kazi yao, kwa sababu wale ambao wamepanga waamuzi wao ndo wanajua kwamba huyu kwa nini amepangwa, ameenda kuchezesha dabi, na wala sio mwingine au sio mtu fulani. Kwa hiyo nafikiri pressure anaweza kaihendo. Yeye anachopaswa kuhakikisha anasimamia sheria, kuhakikisha kama ni kadi ya njano, kama nyekundu. Hakuna faulu ambazo zinapaswa kuchezwa alafu yeye akafumbia macho. Kama ni penalty, mpe mtu penalty. Hata kama ana deserve penalty 3, penalty 4, mpe. Zitoe. Kama ambavyo Kayoko yeye alifanya makosa, Kibu kapigwa kwenye box mara kadhaa, yeye ameshindwa, anamwambia nyanyuka, lakini Mwinchui mimi namwamini ana huo uwezo wa kuamua, na mara zote amekuwa yuko very strict, hasa matukio yanavyotokea amekuwa akiwa na uwezo wa kuamua. Kasimu Mpanga najua uwezo wake, yeye ameshafanya makubwa kwenye dabi, ashaye kuhusika. Kwa hiyo mimi naamini hii dabi inaweza ukashangaa watu wanafungwa na baadaye mwamuzi asiguswe, lakini kama mwamuzi atakubali kusimamia sheria hizo 17, lakini kama atapepesa macho, dabi inaweza kumuelemea, kwa sababu ukiangalia age yake, umri unaenda, dabi na kasi, umri wake umesogea zaidi, afu dabi na mwendo sana. Kwa anachopaswa yeye ni kucheza na alama za nyakati pale uwanjani, awe very active, aggressive, kila tukio anapaswa kuliona ili kuepukana haya yote. Lakini tushai kuambiwa, TFF alishawahi kusema mechi ya dabi kama hivi itakuja VAR. Sasa utamlaumu mwamuzi vipi? Wakati TFF wao bado wameshindwa kutimiza wajibu wao, walisema wataleta VAR pale mechi ya dabi, VAR na vitu kama hivyo ili iweze kusaidia. Kuja waamuzi, hata ukileta mwamuzi kutoka Ulaya, makosa yanaweza katokea tu vile vile. Hauwezi ukawa perfect 100%. Unaweza ukashangaa mtu ameotea ndio goli tena, kwa sababu huwezi kuona. Unaweza ukashangaa mpira umetoka umepigwa ndani, watu wanasema yani huwezi ukawa na macho ya kuona 100%. And that's why watu wanasaidiwa na VAR, na bado ndani ya VAR hivyo bado kuna waamuzi wanafanya makosa. So kwangu mimi waamuzi wao wakasimame, wakafanye kazi yao vizuri, halafu waache matokeo ya mpira yaongee. Hivi ile sakata tumegusia waamuzi wa kigeni, na ilisemekana kuwa kwenye michezo mikubwa hususan ya dabi ya Kariakoo, waamuzi ambao watakuja kufanya kuchezesha mchezo ni waamuzi wa kigeni. Ile imeotambaa friji? Ile inawezekana kwamba labda watu wameshirikishwa wakaona haifai, haina mashiko, gharama ni kubwa sana. Mwisho wa siku pia tutalemaza waamuzi wetu, wataonekana pia hawana kazi ambayo wanaifanya. Waamuzi wote wanategemea pia na wao pia waweze kuonekana kwenye mechi kama hizi. Lakini mara baada ya waamuzi kufanya makosa, watu vilabu hivi vikaomba waamuzi watoke nje, na kweli walifanikiwa kufanya hivyo. Lakini bado hata wao nje walifanya makosa. Mechi inaisha, waamuzi kutoka Misri analaumiwa kwamba kuna makosa alifanyika na vitu kama hivyo. Lawama za kuwa tofauti na waamuzi waliopo nyumbani, kwa sababu waamuzi walioko nyumbani wanapigwa sana mawe kwa sababu tunawafahamu, lakini wale wa kule mbali hata ukiwapiga mawe ni ngumu sana wao kuweza kufikiwa na hayo mawe. So kwangu nafikiri tuendelee na utamaduni wa waamuzi wetu, tuendelee kuwajengea uwezo. Kipimo cha mwamuzi ni mechi ya dabi. Unaweza ukachezesha mechi nyingi, Singida na Kagera, sijui nani na nani, lakini when it comes kwenye dabi ndio inamuinua mwamuzi pia. Sasa unakuja kumuinua mwamuzi kutoka nje, wakati mwamuzi wako wewe nyumbani hujampa hizo credit kuchezesha mechi kubwa kama hizo za dabi, kwa sababu dabi ndio ina pride, yani inamweka mwamuzi kwenye level fulani ya juu, kwamba bwana mimi kwenye CV yangu nimechezesha dabi. My point ni waamuzi kusimamia sheria, hata kama ana uchembe na timu fulani, kwa sababu waamuzi pia wana timu zao. Hata kama wewe unahisia bwana mimi Yanga, mimi Simba, katoe usimba na uyanga wako. Hata kama kuna watu walikufuata, achana hizo story, piga kazi. Heshima unayoipata ni kubwa sana baadaye.
usitake vidogo ili uharibu vikubwa ambavyo vitakuja hapo baadaye. So to me nafikiri Mchui akasimamie na akatafsiri vizuri sheria hizo 17. Atakayeshinda ashinde uwanjani, atakayeshinda ashinde kwa halali. Na kama ni kushinda kwa halali, Simba ameshinda nyingi sana. Kwa halali. Kwa halali kwa sababu Simba amekuwa akionewa na waamuzi. Nafikiri hiyo pia atakuwa amebeba Nasoro Mchui kwamba waamuzi waliopita, kwa nini pia Arajiga hajawekwa? Arajiga kikangoni muda sio mrefu anaweza akapigwa pini, kuna mechi amezingua hapo juzi. Sasa hajawekwa kwenye dabi na yeye ndo amekuwa amemilikishwa dabi kama ya kwake. Lakini kwa nini leo naaminiwa mimi Nasoro Mchui kwa umri wangu age imeondoka, halafu mtu kama Arajiga ambaye ana uwezo mkubwa anachezesha hadi AFCON hayupo hapa. Amechezesha hadi CAF Champions League hajaitwa hapa. Sasa anapaswa Mchui kwenda kuwathibitishia watu ni mtu sahihi kabisa kwenye dabi. Anaenda kuonyesha kitu ambacho watu wengine wameshindwa kukifanya. Kwangu mimi nafikiri anaweza akaenda akasimama vyema na pengine mechi kaamuliwa na kina Anicet Ura na kina Libasige wakashinda mechi kihalali kabisa. Kwa hiyo wao tu wapambane uwanjani, lakini pia wachezaji waache kumwadamu mwamuzi. Sababu ukipigwa kadi nyekundu baadaye ndio hizo lawama wanaanza kuzitupa. Cheza fair, subiri matokeo dakika 90 mnataka nini? Cheza kama uchezi tena, lakini mwamuzi asimamie tafsiri sheria zake 17. Nasoro Mchui umri wako umeenda. Anamaliza mpira, atakuwa amalize mpira akiwa na historia au na rekodi. Sio unamaliza mpira na rekodi chafu. Yes. Nataka tuwaangazie wekundu wa Msimbazi Simba. Ubora wa wekundu wa Msimbazi Simba kwenye safu yao ya ushambuliaji. Nipitishe baba. Simba ana ubora, Simba ana ubora, hata Yanga wamekiri hilo. Simba kwa sasa ana ubora mzuri kwa sababu amecheza mechi zake za ligi kwa ubora. Hata mechi ya Dodoma Simba alicheza kwa intensity ya juu sana. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile hii dabi itakuwa nzuri kwa sababu inachagizwa na wachezaji wengi wa kigeni. Asilimia kubwa wamekuja maingizo mapya na ukionekana wana quality zaidi kuliko wale walioondoka pia. So kwangu mimi nafikiri hii dabi inahitaji zaidi wachezaji wapambane kama walivyocheza dhidi ya Dodoma Jiji. Kilichokosekana ni kupeleka mpira kambani. Wakicheza kama walivyocheza dhidi ya Dodoma Jiji, kwamba kipindi cha kwanza wanacheza kama ambavyo kipindi cha pili wanacheza, kwa sababu kipindi cha kwanza wamekuwa wakicheza vizuri. Cha pili wamekuwa wakizingua, lakini awamu hii mechi ya Dodoma kwa sababu hawajafunga goli, kipindi cha pili walicheza kama ambavyo walicheza kipindi cha kwanza. So wakienda kuongeza nguvu kidogo, Yanga wanaweza wakamfungua na wakamfunga, lakini wakienda kucheza kimazoea, wakikosa nafasi ambazo wanazitengeneza wazifungi, wanaweza wakafungwa mara 7. Katika kitu kibaya Simba hatakiwi kufungwa mara 7 mfululizo. Kwa sababu tayari ushajengeka hivyo, unawapa Yanga vichwa kiburi. Lakini kama ukienda kukaza ukampiga, Simba anaweza akaenda kufuta hata zile zote ambazo alifungwa na Yanga, kwa sababu tunafahamu alifungwa mipango. Yaani alikuwa afungwi kwa uwanjani. Mara tu Kayoko amefanya hivi, mara sijui Arajiga kafanya hivi, mara Risasi sijui kafanya hivi. Makosa ni mengi ya waamuzi, lakini kama waamuzi atasimamia haki na Simba akacheza mpira wao, Yanga kipindi hiki wanaweza kaenda kupasuka kwa sababu Simba ni ngumu sana kukubali kwenda kufungwa mara 7. Na hiyo quality ya kushinda hiyo mechi wanayo, lakini muhimu ni kila mchezaji kwenda kutafsiri nafasi ambazo anazipata kutengeneza kwa magoli. Tumtazame Loemba ambaye nimemfuatilia. Tumtazame kwa walau kwa uchache zaidi. Friji. Loemba ni mchezaji mzuri lakini anakosa clinical, umaliziaji mzuri katika eneo la mwisho. Lakini ni mchezaji mzuri sana na moja ya wachezaji silaha ambao Simba wanazo, wanaweza kaenda kuwasumbua sana Yanga ni hiyo mechi. Anaweza kaenda kuwasumbua sana Yanga kwa sababu ana nguvu, ana energy, alafu ni mnyumbulifu. Anapiga sana pasi. Kwa hiyo washambuliaji labda pengine ndio atakayemwangusha, kina Selemani Mwalimu ndio anaweza kumwangusha, kina Libasige, kina Anicet Ura ndio anaweza kumwangusha, lakini kwa uwezo aliokuwa nao lazima anaweza akapewa nafasi ya kuanza, lakini amesharudi pia Alassane Kante. Hao wote wanacheza eneo moja na Loemba anaweza akacheza nafasi ya Chama pale juu. Sababu Chama mechi za intensity, mechi ngumu anaweza akacheza kidogo na dabi mara nyingi Chama haziwezi. Kwa hiyo mechi kocha anaweza kaopta akasema namba 10 namtia Ino Joseph Loemba, baadaye anasaidiwa na Morris Abraham. Alafu winga moja anakula Libasa, winga nyingine anakula Anicet Ura, Mwalimu anamaliza juu. Akicheza yeye kama yeye pale kama namba 10, anaweza akapiga pasi nyingi sana za magoli. Na yeye mwenyewe anaweza akafunga kwa sababu ana uwezo wa kuingia kwenye box na ana nguvu miguuni, kumnyang'anya mali kwa kazi ngumu sana. Yeye pamoja na Anicet Ura ni ngumu sana kuweza kupokonya mipira kwenye miguu yao. Lakini tazama kuna ongezeko la Libase. Kwa hiyo kwangu nafikiri Simba awamu hii dabi iko mikononi mwao. Ni wao wenyewe tu waamue washinde ama wasishinde. Shukrani. Asante sana.